Anasema asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu kamilifu. Watu wengi sana wanagharamia maneno ya vinywa vyao. Manake wengi wanalipa, wanapita kwenye hali fulani za kimaisha, sio kwa sababu ni watenda dhambi, sio kwa sababu wamelogwa, au sio kwa sababu kuna namna ya kwa sababu waliteleza katika mazungumzo yao. Maandiko yanasema kinywa cha mtu kitajazwa matunda, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Maana yake maisha yako yatagubikwa, utapata matokeo ya kile ambacho unakizungumza, unapenda kukikiri, kwa sababu kuna uzima na mauti katika kinywa. Wale wa upendao wanakula matunda yake. Kwa maana yake ukiwa ni mtu wa kuzungumza kama hivyo, hivyo umesema kwamba nimezaliwa siku moja, nitakufa siku moja. Maana yake tayari umeshakiri kifo. Maana yake tayari umekihalalisha kifo juu yako tayari. Maana yake chochote kinaweza kikatokea na kikaleta umauti. Wana Mungu nisikilize. Jambo lolote linaweza likageuka kuwa sumu kwenye maisha yako kama umekosa umakini. Wangapi wananielewa? Unaweza ukawa umeweka maziwa kwenye friji, unaweza ukawa umeweka soda kwenye friji, lakini ukikosa umakini, soda hiyo inaweza ikageuka ikawa sumu ikakugharimu. Alafu ukasema, mbona sikula sumu, mbona sikufanya kitu? Kumbe umetengeneza sumu kwa maneno ya kinywa chako. Sababu sasa ukisema nimezaliwa nimezaliwa siku moja, nitakufa siku moja, maana yake tayari umeruhusu wewe kufa. Hello. Kwa maana mimi nakuona is a miracle, yani mpaka kukuona uko hai. It's a miracle. Sababu yamkini adui angewatumia wao vibaka na wangefanya jambo lolote na angekufa. Hata katika lile jambo lililotokea, wengi iliwagharimu kwa sababu ya vinywa vyao. Wana Mungu wangapi wananielewa? Hello. Wengi iliwagharimu kwa sababu ya vinywa vyao. Kila mtu usikia nakwenda nikifa hivi, nakwenda nikifa hivi, nakwenda nikifa hivi. Kwa adui akatumia maneno ya vinywa vyao katika kufanya nini? Kuangamiza. Alo, wangapi wananielewa?